TFF nadhani inatakiwa kuheshimiwa, lakini sidhani kama kulikuwa na adhabu ya pesa. Nadhani ilikuwa ni mechi tu zile 5 kwa upande wangu. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida, nadhani ni mkakati ambao wamekuja nao TFF, lakini waangalie kwa mujibu wa wawe na usawa. Nadhani kitu kikubwa kwa na usawa kwa yale ambao wanatoa. Nadhani sio kitu cha ajabu katika mpira. Kwani hakuna usawa? Sijasema hakuna usawa. Waendelee tu kuwa na ile, manake semeje, kuendeleza usawa, yani kuendeleza haki vile. Hapana, wao ndio wanaojua kama huyu anastahili 5, huyu 2, 3 ni wao. Kwa hiyo siwezi kuingilia katika upande wao. Nadhani ni vitu vya kawaida katika football. Yako maneno ambayo yanaendelea kuzungumzwa na watu kulingana na adhabu ambayo ulipata, kwamba Ibrahim Baka ni beki sawa, lakini kuna aina ya faulu ambazo wanacheza watu wakizitafsiri kama unafanya makusudi. Ni kweli huo unafanya makusudi ili kuumiza wachezaji wenzako? Hapana, mimi naamini mambo tu ya kimpira yanatokezea. Nadhani sometimes unakuja tu tempo ya mpira na mambo ya kimpira, tunadhani sio mambo ya kusema labda ni nje ya mpira. Hapana, mambo ya kimpira tu. Tunaona hata huko wenzetu vitu vinatokea. Kwa ni vitu vya kawaida katika football, japokuwa kila mmoja anafuta tafsiri. Kwa hiyo mimi naamini ni vitu vya kimpira tu. Vyote vinaweza kumtokea. Sisi sote ni binadamu, tunakosea. Kikubwa ni kuona matatizo na kuachana na vitu ambavyo na sio sahihi katika maisha. Yupi mshambuliaji hatari ambaye kukaba kwenye mzunguko wa kwanza? Washambuliaji wote ni hatari. Ni hatari kwa sababu wanapocheza na sisi wanakuja kama kujitangaza, lakini au kuonesha kile walichonacho, kuhakikisha nao wanaweza kujikwamua au kupata, si lazima apate hapa kwetu, lakini wanaweza kuwashawishi na timu nyingine kubwa, kwa maana sisi tunaweza na tuna talent kucheza katika hivi vilabu. Kwa hiyo kuna washambuliaji wengi wazuri tena sana katika vilabu tofauti. Kwa hiyo mimi naamini mashambuliaji wote ni wazuri. Tulikuwa tunazungumza na Rushain Deruk, beki wa Simba, na alikutaja wewe na Diop kama mabeki anaowakubali zaidi kwenye ligi, akisema amewafuatilia hata akiwa Mamelodi. Kwako wewe, ujio wa beki kama yule na uzoefu wake, unahisi kuna kitu unaongeza kwenye ligi na kuna kitu ambacho mabeki wa Tanzania wanacho kujifunza kutoka kwake? Mimi kwa upande wangu naamini yeye kaja kuongeza chachu nadhani ya ushindani, lakini kaja kuongeza ufanisi katika ligi yetu. Nadhani wengi tungekuwa mashuhuda, tunamwona ni beki ambaye ana deserve kwa Simba na ana deserve kwa katika ubora ule ambao yupo nao. Kwa hiyo naamini ni beki ambaye anastahili sifa ambazo anazipata kwa upande wangu. Baka sio rahisi kucheza misimu 3 au 4 kwenye daraja moja ile. Siri ni nini ambayo Ibrahim Baka anayo? Nadhani siri ni kuachana na maneno ambayo sana yanatoka nje, kwa sababu maneno ya leo sio maneno ya kesho. Leo utasifiwa, kesho utakuja hata utapondwa. Kwa hiyo ni vitu nadhani sio mtamu sana kufikiria vitu vya nje ambavyo sana vinaongelewa katika mitandao. Kwa hiyo kikubwa ni kuwa na nidhamu mazoezini, kwa nidhamu na wenzako, kuwa na mashirikiano nadhani na kujitoa zaidi. Kwa sababu kipaji peke yake sidhani kama kitaweza kukusaidia kukuvusha. Na mimi sometimes ni kujitoa. Sababu siamini kwamba wote sote tuna talent. Na mimi kuna wengine tunajitoa, ndio mnaona vinavyotokea, nadhani vinatusaidia na sisi. Baka, katika mzunguko huu wa raundi ya kwanza, mechi hipi kwa upande wako na timu nzima, mnadhani ya kwamba hii ilikuwa ni kipimo sahihi kwa upande wetu ambacho tulipewa na timu pinzani kwenye ligi? Mzunguko wa raundi ya kwanza. Mzunguko wa kwanza. Yaani mechi gani? Mtahisi kweli hii hakika tulipewa ni miongoni mwa mechi tough. Ni game tough. Mimi kwa upande wangu, lakini nahisi ni mechi nyingi za mikoani. Nahisi ndio mechi ambazo, kwa sababu tuseme kweli au tuwe wazi, japokuwa ligi yetu naamini sasa hivi imepiga hatua kubwa sana zaidi ya sana, lakini viwanja vya mikoani kidogo vinatufikirisha, kusema kweli, yani vinatufikirisha. Sasa katika hizo tunapenda kucheza mikoani, lakini tunapenda vile viwanja vio katika hali ya ubora, ili sisi tutoe kile ambacho tunacho na wale wawe na usanifu wa kufanya kitu ambacho wanaweza kufanya. Hapa sasa katika viwanja vya mkoani, mechi hipi ambayo kwenu nyinyi ilikuwa mechi ngumu kweli? Mechi ngumu. Nadhani mechi na Mbeya kwa upande wangu sio ngumu, mechi sio ngumu, lakini mechi na Mbeya kwanza ilikuwa usanifu. Mbeya City mechi ilikuwa haina usanifu mkubwa, na kama ulivyoona tulikuwa hatupo katika kutengeneza zile kama kikawaida yetu, kama tunavyocheza hapa KMC. Nadhani hatakuwa vile na kwa asilimia kubwa nadhani. Kwa hiyo ni mechi ambayo kidogo ilikuwa inatupa wakati mgumu, kama hii mechi ya mwisho TRA na TRA pia nahisi ni mechi ambazo zilikuwa zinatukosesha ufanisi.
Unaamini Young Africans mkienda kwenye mchezo wa pinzani wanawakamia? Siamini hilo hivyo, lakini naamini wao wanakuja kujitoa kwa sababu mchezo ni mpira, ni mchezo wa wazi na wao wanataka kujitangaza, kuonesha vipaji vyao. Kwa hiyo mwisho wa siku alikuwa vizuri ndo anapata matokeo. Siamini kama anakuja kukamia, anakuja kucheza. TFF nadhani anatakiwa kuheshimiwa, lakini sidhani kama kulikuwa na adhabu ya pesa. Nadhani ilikuwa ni mechi tu zile 5 kwa upande wangu. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida, nadhani ni mkakati ambao wamekuja nao TFF, lakini waangalie kwa mujibu wawe na usawa. Nadhani kitu kikubwa kwa na usawa kwa yale ambao wanatoa. Nadhani sio kitu cha ajabu katika mpira. Kwani hakuna usawa? Sijasema hakuna usawa. Waendelee tu kuwa na ile, manake semeje, kuendeleza usawa, yani kuendeleza haki vile. Hapana, wao ndio wanaojua kama huyu anastahili 5, huyu 2, 3 ni wao. Kwa hiyo siwezi kuingilia katika upande wao. Nadhani ni vitu vya kawaida katika football. Yako maneno ambayo yanaendelea kuzungumzwa na watu kulingana na adhabu ambayo ulipata kwamba Ibrahim Baka ni beki sawa, lakini kuna aina ya faulu ambazo wanazicheza watu wakizitafsiri kama unafanya makusudi. Ni kweli huo unafanya makusudi ili kuumiza wachezaji wenzako? Hapana, mimi naamini mambo tu ya kimpira yanatokezea. Nadhani sometimes unakuja tu tempo ya mpira na mambo ya kimpira, tunadhani sio mambo ya kusema la nje ya mpira. Hapana, mambo ya kimpira tu. Tunaona hata huko wenzetu vitu vinatokea. Kwa ni vitu vya kawaida katika football, japokuwa kila mmoja anafuta tafsiri. Kwa hiyo mimi naamini ni vitu vya kimpira tu. Vyote inaweza kumtokea. Sisi sote ni binadamu, tunakosea. Kikubwa ni kuona matatizo na kuachana na vitu ambavyo nahisi sio sahihi katika maisha. Yupi mshambuliaji hatari ambaye kama kwenye mzunguko wa kwanza? Washambuliaji wote ni hatari kwa sababu wanapocheza na sisi wanakuja kama kujitangaza, lakini au kuonesha kile walichonacho, kuhakikisha nao wanaweza kujikwamua au kupata, si lazima apate hapa kwetu, lakini wanaweza kuwashawishi na timu nyingine kubwa, kwa maana sisi tunaweza na tuna talent kucheza katika hivi vilabu. Kwa hiyo kuna washambuliaji wengi wazuri tena sana katika vilabu tofauti. Kwa hiyo mimi naamini mashambuliaji wote ni wazuri. Baka, tulikuwa tunazungumza na Rushain De Rock, beki wa Simba, na alikutaja wewe na Dikijogo kama mabeki anaowakubali zaidi kwenye ligi, akisema amewafuatilia hata akiwa Mamelodi. Kwako wewe, ujio wa beki kama yule na uzoefu wake, unahisi kuna kitu unaongeza kwenye ligi na kuna kitu ambacho mabeki wa Tanzania wanacho kujifunza kutoka kwake? Mimi kwa upande wangu naamini yeye kaja kuongeza chachu nadhani ya ushindani, lakini kaja kuongeza ufanisi katika ligi yetu. Nadhani wengi tungekuwa mashuhuda, tunamwona ni beki ambaye ana deserve kwa Simba na ana deserve kwa katika ubora ule ambao yuko nao. Kwa hiyo naamini ni beki ambaye anastahili sifa ambazo anazipata kwa upande wangu.